Aliibiwa nyumbani takriban miaka 8, lakini anapokuja kupatikana, kumbe hakupatikana binadamu bali alipatikana shetani. Picha yetu inaanza ikituonyesha familia moja ikiwa ndani ya gari, baba anamzaha na binti yake na mama akiwa na drive gari taratibu, na mwanamama huyu anaitwa Kamila. Kamila yeye ni mama mwenye asili ya Kiarabu sio Kiarabu, Kimzungu sio Kizungu, na mtoto wake ambao anaitwa Laila. Hawa ndio wahusika wakubwa wa hii historia yetu ambao leo naisimulia Fayvash. Hapa wakiwa ndani ya gari, baba akileta mzaha na binti yake na binti akileta mzaha na babake, na makaka wote wakifanya kazi kwa pamoja, yani kupeana burudani ili mradi kutoa uchovu wa safari. Lakini bibi mkubwa hakuridhika na makelele yale, akazima mziki, na kwa kuwa walikuwa tayari washafikia eneo lao ambalo wamelikusudia. Lakini hapa walipoingia ndani ya nyumba hii wanapata kama mkosi, yani walimkanyaga kuku bila kutegemea, na kuku yule alipoteza hapo hapo maisha. Kijana alilia sana na kuona huruma, huku akimwambia mama, hakika naomba umsaidie, mama msaidie. Baba na mama wakaona tuingie ndani. Lakini ajabu, ndani ya nyumba hii kulikuwa na piramidi, yani kuna ile michoro ama ramani ya zamani ya Misri. Wameingia mpaka ndani na mkewe taratibu kuendelea kupekua, na watoto waliwaweka nje ili mradi wao waweke mazingira yao safi na salama. Inaonekana mwenyeji wa eneo hili ni mama. Baba yeye kama ameletwa tu kwa ajili ya mapenzi yake. Mwanamama anamwambia baba mtu, vuta 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 vuta. Lakini hapa wanapandisha sanduku, na je, kwenye hili sanduku hakuna anayejua kuna kitu gani. Basi waliendelea kuvuta na kuvuta tena, na mwisho wa siku sanduku lile taratibu likapanda juu. Mwanamama akalisogelea taratibu kwenda kuangalia, je, kilichokuwa humo kiko hai? Mume anamwambia haiwezekani. Je, huyo mtu ni mzima? Basi mwanamama kabla hajatoa jibu, miale nayo inazima, nyumba yote inakuwa kiza. Lakini Kamila aliwasha tena mwanga wa taa ili mradi aendelee kuangalia, na baba aliendelea kudadisi, na huku mwanamama akiwa kipaumbele anaambia, jamani, Mungu wangu, hiki ni nini? Anamwambia nashindwa kuamini kinachotokea hapa. Je, ni mzima, anapumua? Akasema hapana. Lakini aliporudisha tena sura yake mara pili, yule mzimu aliamka na kumtisha mwanamama mpaka mwanamama alidondoka chini na akabaki na taa. Kipindi wanashangaa, kitu kizito kikamwingia mwanaume katika shingo yake na kikapoteza maisha yake pale pale. Kamila anashuhudia kwa macho yake mawili mumewe anapoteza maisha. Picha yetu inahamia katika familia kubwa, yani imetoka kule sasa hivi inahamia hapa kwa Charlie na mke wake Lalisa pamoja na binti yake Keti na Sebastian, mtoto wake wa kiume. Huyu baba yeye ni ripota wa mchongo ambaye siku zote yeye anafanya contact na kuzituma moja kwa moja katika chaneli yake anayofanya kazi. Lakini hapa leo walikuwa na mafundishano na binti yake juu ya alama za kugonga katika dawati, na binti yake akawa anazitafsiri, yani baba na mtoto wake wanaelekezana. Basi mzee alichukumia muda huo kumwelekeza binti yake, na binti yake akamwambia, bana, kama vipi masomo tuendelee kesho. Baba alikuja huku akaanza kula mshidede na kidogo na mapenzi na mke wake, yani kufurahi tu. Lakini amekana Keti aliingia katika bustani yake, na katika bustani hii Keti kama kuna mtu ambaye anamwita, hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni yule mwanamama picha kipindi inaanza, ambao ni Kamila. Anamrubuni Keti, anamwambia njoo shoga yangu, njoo shoga yangu, njoo shoga yangu, na tena kumuonyesha zawadi iza pelemende ama pipi. Unajua tuna watoto na pipi tena, yani anampa michezo, anamwambia, anamdanganya, anampa kila neno ili mradi Keti awe naye makini ama aongee naye. Mwanamama huyu sidhani kama ni mzuri kwa sasa hivi, maana yake kule tuliona matatizo mazito katika familia yake ambayo ametokea. Basi ni kweli mtoto huyu akalainika, na hapa akataka kuipokea hii zawadi, na zawadi lilikuwa ni la apple, na mwanamama alimpatia. Mtu huyu aliingia moja kwa moja na bila baba yake kujua kinachoendelea kwa binti yake. Lakini bwana baba hapa alipokea simu za kazi yake, lakini akawa anapekua, lakini kitu cha ajabu anakuta pelemende nyingi ndani ya chumba cha mtoto. Ataenda kumuuliza Sebastian alisema hapana, huyo ni shoga yake na Keti ambaye mara nyingi huwa anaonana naye. Baba alishtuka, ikabidi aje uani huko amwangalie binti yake, huyo shoga ambaye anazungumzia ni yupi. Lakini alipomtafuta binti yake hakumuona, bali
alikuta mdoli tu. Ina maana Camilla ameshasepa na Keti. Baba alitoka nje kuendelea kumwangalia binti yake yuko wapi, lakini kila alipozidi kumwangalia na huku tufani ama hali ya hewa ya huko ilianza kubadilika, na baba akaanza kushota mpora mtaani ili mnadi kwenda kumwangalia binti yake kama le anaweza kumuona. Basi kwa mbali anamwona mwanamke anakimbia na mtoto wake. Alijitahidi kumkimbiza na akamkimbiza tena, lakini kutokana hali ya hewa ama hali ya anga siku hiyo ilichafuka na balaa zito likatokea, na baba akajikuta amefeli. Baba alitoka moja kwa moja mpaka kwa maaskari wawili ambao ni Zaki pamoja na Ismail. Basi Zaki na Mr. Ismail wakaendelea kuchukua maneno kutoka kwa huyu mzee ambaye amekuja kuripoti juu ya mtoto wake Keti, kwamba Keti hayuko nyumbani. Zaki na Ismail wakamwambia, mbona ni kweli unalolisema, kwa sababu sasa hivi watu wengi wamekuja kulalamikia juu ya watoto wao. Mchizi kama akaingiwa na panic fulani, anamwambia sasa mambo gani ambayo mnaniletea? Nimekwambieni mwanangu amepotea na nyinyi mnaniletea story nyingine. Akaambia bwana, sisi hatujui tukusaidie vipi. Basi mchizi hakuwa na neno lingine, bali aliwaambia maskari, kama chochote kitatokea na mbango wa simu yapo mtanipigia. Zaki na Ismail wakamwambia, bwana mtu mzima, basi sawa, tumekuelewa. Baba, imepita tena miaka 8 baadaye. Huyu mzee sasa hivi ametoka kule alipokuwa na kaa zamani, na sasa hivi ameenda kuhamia sehemu nyingine. Huyu anaitwa Camilla ambaye ni mama yake mzazi na baba yake na Keti. Hapa leo wakiwa wanaangalia habari wakiwa na Maudo pamoja na Sebastian. Yaani maisha yalitembea, na tena Mungu akajalia wakaongeza binti mwingine wa mwisho. Ukimwacha Keti kuna Sebastian na mwisho ni Maudo. Mama bado ana simanzi ya mtoto wake ambaye Keti ambaye amepotea katika ule mji. Tunamia upande hapa mzee akiwa katika mambo yake, katika kazi zake, lakini hapa kuna mdondoko tunausikia, na mdondoko huu ni ajali ya ndege inasemekana imedondoka. Bwana mdogo alikuja, alishota taratibu na kwenda kuangalia, alikuta dereva wa ndege tayari ameshakufa ama rubani amekufa, lakini ajabu kuna kitu anakiona na inabidi akimbia haraka. Na alipokimbia kutoa taarifa zile, kitu gani ambacho amekiona? Maana aliona sanduku kubwa. Lile sanduku lilichukuliwa, na baada ya kuchukuliwa watu wakaendelea kulifanyia vipimo, watu wakaenda kulifanyia maujuzi wajue ndani ya sanduku kuna nini, lakini ajabu wanakuta mwili wa mtu ambaye amekufa. Yani tunasema ni mzimu, na siku zote asili ya vitu hivi ni kule Egypt ama Misri. Kwa hiyo waliendelea kuangalia huku mpiga picha akiendelea kupiga picha, lakini hapa ajabu nao kipindi wanapiga picha wanakuja kugundua kama ni mwili wa binti mdogo. Akaona Mungu wangu, hiki ni kitu gani? Baada ya miaka 8 kupotea, hapa madaktari wanakuja kuturudisha tena, na hapa wanaturudishia yule Keti ambaye alishachukuliwa. Huyu ni Keti anaonekana hapa bado ni mzima, na yule mdudu aliyemwingia ndani ya mdomo wake na leo alitoka tena. Basi hawa watu kuona kumbe huyu mtu ni mzima, ikabidi wamchukue kumpeleka hospitali, na hospitali bwana madaktari wakapata taarifa na kuipigia familia yake, na familia yake baada ya kupata taarifa kwa binti yao amepatikana. Si unajua tena Chadi anavyompenda mtoto wake Keti, basi moja kwa moja mke akajisikia amani kwa sababu mwanae kwa muda mwingi ambaye alikuwa na kiu naye sasa hivi amepatikana. Daktari akamwambia, hakika mmekuja, na hapa inabidi mwe makini sana kwa sababu mwanenu hayupo katika hali ya kawaida, hali ya kibinadamu. Kwa hiyo inambidi mkubaliane na ukweli wowote mtaukuta huko, msimtenge wala msimkimbie. Baba akamwambia, ni mwanangu halakuli, tupeleke tukamwone. Na kweli mwanamama alimkuta binti yake yupo katika hali kama mtu ambaye zombi sio zombi, ndondocha sio ndondocha, tunasema msukule sio msukule kwa maneno yetu sisi wa Afrika Mashariki. Daktari aliwaambia, jamani, hakika mkika naye vizuri na mkumpa treat zote kama binadamu na malazi yote kama binadamu, basi atakuwa yuko sawa na atakaa vizuri. Kwa hiyo kama mnaweza mko huru kumchukua kuondoka naye, lakini ngozi ya Keti si tena kama ile ngozi ambayo walimwacha nayo.
Dokta akawambia hakika kila linaloshughulikiwa basi litakaa sawa kama mtamshughulikia. Naamini kwa uwezo wa Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, huyo binti yenu atakaa sawa. Dokta akawatia moyo, lakini hawa hawakuchoka. Si unajua tena kitanda akizagi halamu, na mtoto akionyea mkono usiukate, bali uoshe maji uendelee nao. Basi wakati ana nguvu, lakini huku wanaonyesha picha zile za zamani, mama anamtia nguvu. Huyo alikuwa yule polisi ambaye tunamuita Zaki. Alikuja hapa kumwambia bwana, hizi picha kweli limokotwa ili nani na mwaneno aliokotwa hivi. Basi mzee hakuwa na maneno mengi, akamwambia kama mmeleta hizi picha na kweli uthibitisho binti yetu alikutwa katika kitu kama hiki, sisi hatuna shida ama hatuna budi. Ina maana mwanetu alimchukua kwenda kumtesa miaka mingi, kwenda kumfukia lakini tunachoshukuru Mungu, mwanetu yu hai na salama. Baada ya kupata ripoti kamili ya kurudirudi kwa binti yao, hawakuwa na jambo la kusita, wakambeba na wakamchukua na wakamrudisha nyumbani kwa mapenzi yote. Bibi aliendelea kumpokea mjukuu wake, na hapa leo aliandaa maandalizi mengi. Hata Budo mtoto wake wa mwisho, huyu mzee Chazi, alikuja kwa furaha na kumkumbatia babake. Alipomwona dada yake akaanza kujitambulisha, mimi ni ndugu yako, mimi sijui mdogo wako wa mwisho. So unajua tena mapenzi na wazungu wenzetu wakimezeshwa kitu kinakaa. Dada aliendelea kumpa sapoti dada yake, ama ndugu aliendelea kumpa sapoti ndugu yake, lakini ndugu yake ukimwangalia si kama anaelewa, bali ni kama ana shida. Akampiga kichwa mama yake au bibi yake mzazi, ambao ni mama na baba yake. Lakini hapa taaluki, kifafa so kifafa, mashetani yamepanda, mzuka umepanda, mtoto anafanya vitu vya tofauti, yani kama kuna pepo. Wakachukua sindano za kumkata moto ama sindano za kumnyima usingizi, na kweli alilala. Lakini siku watu wamelala, kuna sauti huyu Budo anaanza kuzisikia ndani ya masikio yake, na alipoangalia sauti hizi zinatokea wapi, akaanza kuogopa. Akabidi amfuate Sebastian. Mkaka Sebastian, naomba tulale wote, mimi naogopa mwenzio. Sebastian akamwambia usiogope, ngoja nikamate lungu tuangalie hizo sauti zinatokea wapi. Tunajua tuna mtoto wa kiume akataka asimtie hofu dada yake, lakini upande wa hapa tunamuona Mshua naye anatembea tembea, wanamsaka Keti nyumba nzima onekane, huko Sebastian na Duo wanaangalia hii sauti inatokea wapi. Waliona sauti inatokea katika chemba hii hapa, wakaanza kusogelea mdogo mdogo, minyato, lakini upande wa hapa mama naye anatafuta amwangalie Keti, na Keti mpaka sasa hivi haonekani. Keti yuko wapi? Wanaendelea kumsaka Keti kwa hali na mali. Keti kakimbia ama Keti kaenda wapi? Tumetoka kukupata jana, leo Keti leo naenda wapi? Lakini ajabu na kitu ambacho si cha kawaida kwa binadamu, wanamkuta Keti yupo katikati ya uchochoro wa nyumba, na hapa anakula nge mbichi, anamtafuna. Baba anaona Mtume Muhammad, ni kitu gani hiki? Baba hakusita, maana ni cha kwake na alimchukua. Lakini siku ya pili kidogo mtoto kama sula Allahu atiristi na rudi, ikabidi waanze kumtengenezea na kumzibia, yani sehemu zote zile za vichochoro na nini, na akamwambia hiki ni chumba chako, utakiwa kutoka, na wakamfungia ili mradi asionekane na watu wengine, na huku wakaendelea kumpa huduma zote. Lakini ajabu, meno muda mwingine anatoka. Hata mama hapa leo anataka kumkatakata kucha, lakini ajabu, kipindi anamkata kucha ni jambo zito sana ambalo linakuja linatokea, damu nyingi zinamwagika ama zinatoka. Lakini mama, mwangalia alivyokuwa jasiri. Oh, fuck. It's okay, sweetheart. Mama's got you. Wala baba na mama hawakumtenga binti yao, ndo kwanza waliendelea kumpa moyo na kuwa naye karibu. Yani kwa mimi nisingeweza, sijui mwenzangu wewe mtazamaji, ili hali ya vile, je, ungeendelea kulea ama kutunza donda ndugu? Basi mwanamama hapa kama alichukizwa baada baba kumwambia, kwa hali hii na umuona binti yetu, inabidi tumtafutie mtu maalum aje acheze naye, ama madaktari bingwa waje wadili naye. Sisi binafsi
hatutaweza, na bwana mdogo anaendelea kuoza. Mwanamama hakutaka kusikia la mwazini wala la mkimuswala, lakini baba kipindi anaangalia ngozi iliyotoka ndani ya mwili wa mwanaye, yani mtoto mwenyewe hakujua, bali ngozi iligandia tu kwenye ile baskeli ambayo yeye anakalia, lakini alikuta ngozi ile na maandishi ya ajabu ambayo yeye mwenyewe kwa kusoma kwa lugha yake hajaijua, na ile ngozi kila anapoichuna yani inazidi kutoa tena karatasi lingine ambalo limeandikwa. Huyu mtoto kawa mtoto wa makaratasi ama. Lakini mzee akaendelea tena kuchunguza, hapa sijapigwa kweli. Akachukua ile karatasi akampelekea profesa mmoja ambaye anaitwa Bixar. Bixar akamwambia, bwana, hakika nitayapitia kwa sababu ninachokiona hapa ninaona maneno ambayo ya karne na karne, yani kizazi hiko ndicho ambacho kimeandikwa hapa, lakini kwa sasa hivi haya maneno huwezi kuyapata bure, lazima tuingie tena maabara tuendelee kuangalia ama kuchambua neno moja baada ya lingine. Kweli alirudi nyumbani na leo akataka kukaa na binti yake karibu ili mradi ashuhudie, na je kama mwanaye atabadilika. Naye kuna jambo anapata hapa. Ishara ni yeye ambaye kuna kipindi alikuwa na gonga, na hapa leo akaanza kusikiliza vizuri, kwa sababu ni ishara ambazo kipindi hiko yeye na mwanao walikuwa wanazitumia kuongea. Hapa anamkuta mtoto kama anaongea, yani leo nusu binadamu nusu shetani. Baba akachukua peni na karatasi haraka akaanza kuangalia na zile maneno ama ile migongo akaanza kuchora, ili mradi atambue binti yake anamaanisha nini, ama binti yake kuna neno gani ambalo analitaka. Lakini alipokuja kuunganisha maneno haya alikuta maneno yameandikwa Laila. Laila ni nani? Akampigia Zaki. Oya Zaki, kwanza naomba uniangalizie bwana, nimeona mwanangu ameniambia siyo Laila siyo nani kamwandika hapa, au kuna mambo amenitajia. Je, nataka unichunguzie mtu ambaye anaitwa Laila. So yule Laila Madongo, huyu ni Laila ambaye yeye ni mama wa Ngwasuma, ama mtoto wa mama wa Ngwasuma, ambaye yule kama mnamkumbuka picha inaanza alikuwa ndani ya gari yeye na baba yake. Haya, tuendelee na picha yetu na storia yetu. Basi jamaa alienda kuangalia ndani ya karatasi nyingi ambazo mwanae mara kwanza alitumiwa, bwana imetoka kwa Laila hivi na hivi. Kwa ina maana kama kuna msanuo fulani ulikuwa unapita hivi, lakini huu msanuo ulikuwa hujulikani. Laila Khalili. Laila Khalili ni nani? Mpaka sasa hivi Charles anajiuliza Laila Khalili ni nani? Huyu Laila ni mtu wa aina gani? Na huyu Laila, hizi karatasi zote kwa mwanangu Kate zilifuata nini? Akachukua moja kwa moja ile karatasi na kumpelekea Zak akaendelea kuyapitia. Zak akaendelea kufanya uchunguzi na Zak akataka kujua. Lakini hapa leo Meduo ameitwa na sauti, lakini sauti ya leo haikuwa ya Kate ama haikuwa ya dada yake mgonjwa, bali sauti ilikuwa taratibu na tofauti na ile ambayo yeye ameizoea. Alisikiliza taratibu na akamwambia, wewe sio dada yangu, unajua utoto na sauti yako mbona kama imebadilika. Akataka kukimbia, lakini ajabu, huyu binti si mtu wa kawaida. Alimkamata tena na kumwinua juu taratibu na kumrudisha. Huku upande huu baba bado anaendelea kufuatilia yale maandishi yalikuwa yanamaanisha kitu gani. Dr. ama Professor Brother alimwambia haya maneno yana namna yake ya kuyasoma, na akaanza kumchambulia. Akamwambia huyu jina lilokuja hapa ni jina la Shetani ambaye yeye yupo siku zote anaishi katika nafsi na mwili, yani kizazi na kizazi, mpaka Mungu ataposimamisha yaumuli yake kiyama. Kwa hiyo huyu Shetani siku zote anatumia miili ya wanadamu kukaa ndani yake na kuishi. Ina maana atapotoka katika mwili mmoja anaingia katika mwili mwingine. Kwa hiyo hilo ndilo swala na hilo ndilo jambo ambalo huenda mtoto wako ama kizazi chako kinasumbuliwa na huyu Shetani. Hiyo inakutaka uwe mwangalifu. Upande wa shuleni huyu mtoto anafanya vitu vya ajabu, lakini sidhani kama anafanya kwa akili yake. Kumbe alikuwa Kate ndiye ambaye anamuongoza, yani anafanya anajibu vitu vibaya mpaka mwalimu anabaki anacheka tu. Haya, upande wa hapa mzee ama Zaki bado anafuatilia lile swala, na mwisho wa siku amejua Laila anakaa wapi, na hapa aliingia moja kwa moja
moja. Mwanzo picha hii inaanza, kama mnakumbuka, tuliona familia imeingia ndani ya nyumba hii, lakini nyumba hii sasa hivi inaonekana empty. Dada alikuta ile piramidi, na alipokuta ile piramidi akaendelea kutafuta, na mwisho wa siku akaona kama kamba. Baada ya kuvuta ile kamba akaona basement ambayo inaingia chini moja kwa moja. Zaki alikuta mambo ya ajabu, mambo ambayo hakutegemea kuyakuta, na akaona hii sehemu si sehemu nzuri. Lakini anakuja Kamila anataka kumvamia na akamtia shaba. Kamil alipoteza kama fahamu hivi, lakini hapa anakuja binti anaanza kukimbia na yeye. Zaki akaanza kumkimbiza moja kwa moja huyo binti. Kwa nini anakimbia? Binti hakutaka kumpiga risasi na yeye akataka kumkamata ili mradi ajue, lakini binti yule alifika mpaka sehemu ambayo iko wazi na kuanza kuchimba chini. Lakini hapa aliinua kiboksi hiki, na baada ya kuinua kiboksi hiki akamkabidhi Zaki. Akamwambia kitu gani ambacho kinaendelea? Akamwambia wewe ndio Leila Khalil? Dada huyu yuko kimya, akaonyeshwa tena bunduki, lakini dada huyu akaendelea kukaa kimya. Akakuta mkanda ambao umeandikwa jina la Keti. Keti ni yule binti ambaye yuko kule amelala. Zaki leo amepata ushahidi nusu kutoka Keti, lakini hapa Zaki kila akimuuliza Leila Khalil yuko kimya. Leila amekaa kimya, hana cha kusema. Sasa hivi Leila amekuwa mwanadada mkubwa, si yule Leila ambaye kwa anaimbaimba katika gari yuko na baba yake kipindi kile ambacho baba yake amekufa. Dada Zaki kutia ule mkanda, sasa hapa anamuona Kamila ambaye ni mama yake na nani na Leila, akiwa anaelezea namna gani ya kufanya uchawi, umenelewa, kufanya miujiza. Kwa hiyo na maana huyu mama Kamila hata mumewe alimuua makusudi. Jamani wanaume, tafuteni wanawake ambao mnawajua kidogo familia zao na historia zao, maana wanawake wengine ni mashetani. Zak anaendelea kufuatilia ile habari ambayo ameikuta katika mkanda wa Keti, ama mkanda ambao amepata katika nyumba ya kina Leila, ambaye Kamila alifanya mambo mabaya na machafu kwa Keti. Sasa amemrudia hapa akiwa amechoka, lakini sasa anakuja kugundua kwamba huyu bidada aongei, maana kila akimwongelesha huyu dada aongei. Anambia mimi nakuongelesha muda wote unakaa kimya. Dada akaachama ulimi, kumbe alikuwa tayari amekatwa ulimi ili mradi asitoe siri za familia. Na ni nani ambaye alimkata? Unajua, anamwambia ni mamangu mzazi ndio ambaye amemkata. Leila alijitahidi kutaka kuongea ili mradi Zaki apate information, lakini ulimi wake ulikuwa tayari umeshakatwa, yani ulimi uko nusu, yani maneno ni ya si ya kuongeleka, yakasikika. Ikamfanya Zaki asogee karibu ya sikio la Leila, alau kidogo asikie na alau kidogo apate mwongozo. Basi dada huyu aliendelea kukusanya ushahidi kidogo ili mradi aangalie familia ya Charlie anaisaidiaje. Leila aliendelea kutoa ushirikiano taratibu, mdogo kwenye mnyumburuko wa kawaida. Anamwambia mamangu ni mtu mmoja mbaya sana. Unajua mamangu ameleta tatizo kubwa sana kwenye familia ya huyo, na wote familia yake itasambaratika. Hakika fanya haraka uende ukamuokoe, ama uende ukasaidie. Hata hiyo ajali unaiona wewe, ni mama yangu ndiyo ambaye amepanga. Sasa hapa mwanadada Zaki anapata kuelewa kila kitu, kama mpango mzima ulikuwa ni wa mama yake Kamila. Yani baada ya kuona aeleweki Leila, ikabidi aombe peni na karatasi na kuandika maneno yote ambayo ni haki na salama kwenye familia ya kina Charlie, ama ni haki na salama kwenye familia ya kina Keti. Maana Keti amechukuliwa bado mdogo, na sasa hivi Keti amerudishwa ndani. Amechukuliwa mtoto amepotea akiwa na miaka 7, amerudishwa sasa hivi mtoto akiwa na miaka 15. Sasa ni miaka mingi. Kwa hiyo hapa nyumbani hawajui kinachoendelea na hawajui kitu gani ambacho kinaendelea. Bibi anaendelea kumpa huduma nzuri mjukuu wake, kwa sababu ni mtoto wa pili wa mtoto wake, na hapa akiwa anampigia kidogo pako Ramashaka, Ramamayeka, la Mwamposa, la Kakobe, la Masanja, la Maklegani. Mwisho wa siku nani, Keti alimng'ata bibi, na baada ya kumng'ata bibi anataka kukimbia, lakini Keti anafanya mauaji kwa bibi yake hadharani. Hata ule msalaba aliovaa uligeuka kama nyoka. Keti anacheka, bibi anakuja kuona huyu sio Keti bali ni shetani, na mwisho wa siku ile cheni inamnyonga vikali bibi, nusu ardhi nusu anga. Bibi umauti unamkuta, na mwisho wa siku anapigwa anadondoka katika gari la binti yake.
yake. Angalia miujiza sasa inaotokea. Mtoto ndo kwanza anacheka baada ya kuona bibi yake amedondokea gari aliye, yeye ndo kwanza anacheka. Baba anashangaa, hiki ni nini? Hii ni laana ama ni mgozi ambaye ameingia ndani ya nyumba yangu? Mama aamini kinachoendelea hapa, na kweli basi walilia, na leo walifanya nyakati za msiba ili mradi wakazike. Lakini ajabu, kwa sababu Budi naye tayari nusu ushetani ulishamwingia. Mama anajikuta na taaduki nzito zaidi ya nzito. Lalisa hana cha kufanya kwa mabinti zake. Sasa hapa ubinti meno moja moja Budi anatoa, anatemea vyakula. Sebastian anaona haya matukio yote ambayo yanaendelea hapa, na meno yakiwa yanamtoka na hakuna anayejua. Sasa jambo la hatari na la kushangaza, huyu mtoto akazidi kufanya mahatari, huku huyu Keti akaanza kupasua lile paa ambapo chumba ambacho amefungiwa asitoke, na hapa akaanza kufanya mambo na matatizo makubwa, na mambo yakaharibika, yani msiba ukawa shida. Huyu mtoto alipokuja akaanza kunyonya damu ya mademu bibi yake, akaanza kunywa damu, yani hakulemba Keti. Watu wote waliohusika katika msiba walibaki na vilio. Mama alichanganyikiwa, watu walitapika, baba hakujua amshike Budi ama amshike Keti, yani wote ni mzuka. Baba ameloa, amenyeshewa na mvua, akamfunga binti yake katika kiti ng'adu tung'adu asitoke. Huyo shetani apande mpaka apande tena, na huku akijiuliza kitu gani afanye. Mungu sio Osmani bwana, zake ameingia, anamwambia nilikupigeni simu wala hamkupokea bwana. Huu ndio mkanda wa Keti, huu ndio mkanda wenye siri zote za Keti. Huyo Kamila, angalieni alichomfanya binti yenu, mwangalieni huyo Kamila alichomfanya mtoto wenu. Baba aamini kitu ambacho anakiona, anaona Kamila anaonyesha namna gani alivyomfanyia binti huyu. Yani alimwandaa kwenye ibada nzito akiwa na waumini wake wakifanya miujiza yao na wakitoa sadaka zao. Yani kila miaka wenzetu wanatoa makafara, wanatoa masadaka. Kwa hiyo hata watoto baadhi wanaopotea, akina mama mjue, yani mnaweza mkawatunza watoto wenu. Ona kilichomtokea mama yake na Keti. Yani Kamila hakuona uchungu kama sio mzazi. Mtoto wa mwanamke mwenzie anaenda kumfanyia jambo ambalo halitakiwi. Baba mtu analia, mama naye analia. Zaki anaendelea kuangalia vizuri kwa sababu yeye ni askari ambaye amepitia mafunzo haya. Angalia, huyu mzimu aliamka. Baada ya kuamka, huyu mzimu kuna kitu anakitoa mwilini mwake, anaenda moja kwa moja kumtilia Keti. Unaona kitu kinaingieko? Ina maana hapo inafanyika mabadilishano ya mwili mmoja ambao tayari umeshachoka ama umeshakaa miaka mingi, unaenda katika mwili mpya. Kwa hiyo yule mtu anatoka katika mwili ambayo tayari ameshauchoka, unatoka mule anaingia katika mwili mpya, na mwili mpya ni mzuri. Wameona mtoto kwa sababu yeye anakaa kwa maisha marefu akiwa mdogo mpaka ukubwani, na yeye anaweza kuangalia sehemu nyingine ya kwenda. Kwa hiyo wakaelezana, yani ile mitego yote mpaka ndege inadondoka, yeye ndio ambaye alikuwa yupo control, ambaye alikuwa anaongoza mpaka kuamka. Yeye vila kitu anachokiongoza ni yeye Kamila, si mtu mwingine. Mpaka hapa aliporudi kutembea, ni huyo shetani ndiye ambaye amemsimamisha huyu bwana mdogo kuonekana kama yametembea. Na ukweli wote ameutoa Leila ambaye ni binti halali wa Kamila. Umeelewa? Kwa hiyo mama hapa wanakuja kujua kama ndani mwao hawapo na kiumbe cha kawaida, bali ndani mwao wako na shetani. Na mambo alipojua tayari yameshajulikana, huyu shetani alianza na Sebastian kumlubuni. Sebastian, mama Sebastian, Makariusi utakula kwako. Anamwambia Sebastian, nifungue. Sebastian anafungua. Sebastian anaanza kumtoa zile ngozi ambayo imekaa, yani huyu unaweza kumuona ni binadamu ama ni mtu ambaye yuko hai, lakini ngozi yake yote imekwaekwa tu katika mifupa na kufanywa roho itembee. Na Sebastian kinamtokea kitu kizito, uchawi unamwingia Sebastian, na hapa Kamila anaendelea kufanya miujiza yake kupitia kwenye mwili wa Keti. Sebastian anamsaidia Keti kumtoa katika kikiti alichofungwa, na mwisho wa siku nyama yote ambayo ipo ndani ya mwili wa Keti inabadilika na kuwa nyeusi. Na baba hapa anapotaka kufungua huu mlango kidogo, hali inakuwa mbaya kwa sababu huyu shetani ameshajua kama amejulikana, na hapa wazazi wanataka kusaidia familia ama kusaidia kizazi chake, lakini mwisho wa siku wanajikuta wapo
na hali mbaya, kwa sababu Keti tayari alikuwa ameshapata nguvu nyingi, ama shetani ambaye anamtumia Keti ndani ya mwili wake tayari amekuwa na nguvu ambayo wao kikawaida hawawezi kupambana nayo. Anaambia, mtaniweza nyinyi, mimi ndio makumazani makatani subiani wa makata. Zile alama na zile ishara anaendelea kuzifanya, na baba anaona isiwe tena mtihani, yaani mtoto ambaye amemtaka kwa muda mwingi, mwisho wa siku anakuwa shetani. Na hapa leo mtoto anataka kuwaua. Ni mambo ni moto hapa, hawana cha kufanya. Zaki huku anapigwa na nge, anatiwa ndani ya mdomo wake, yaani kitapika tu, alishakutia mdudu, akifanya hiki kishakutia virus. Baba anajikuta hii familia anaweza yote akaikosa, hata mkewe anaweza akamkosa, na hata huyu Leila alikuja kutoa hapo ushahidi anawaambia, hakika mkifanya jambo mnaweza mkajiokoa, badilisha huo mwili, kwa sababu shetani apendi kukaa katika mwili wa mtu mzima. Kwa hiyo nenda wewe, itakuwa kidogo hawezi kukusumbua. Baba sasa anakubali kujitolea sadaka, na Leila anaanza kupiga kisomo ili mradi huyu shetani atoke katika mwili wa mtoto arudi katika mwili wa baba. Kweli Leila akaanza kupiga madua ili mradi hii final iishe, ili swala lisambaratike, na baba anaenda moja kwa moja na kumkumbatia binti yake ili mradi kunusuru maisha ya binti yake na kunusuru maisha ya familia yake. Leila akaendelea kupiga dua ili mradi mambo yote yakae sawa, ili mradi hofu ipungue. Leila anasoma dua, sikia لن تتخيل يا مثلاني بعديك الله لن تتخيل يا مثلان خذ إلى الله. Leila aliendelea kusoma na mwisho wa siku kitu kikatoka ndani ya mwili wa Keti na kamwingia baba yake Chali. Ushetani unahamia ndani ya mwili wake na Keti anakuwa tena salama, anarudi kuwa tena binadamu wa kawaida, kwa sababu ashavunja maagano yale ambayo yaliwekwa ndani ya mwili wake, na maagano hayo yamehamishiwa kwenye mwili wa babake mzazi. Kwa hiyo Zaki haamini kinachoendelea, na mwanamama Lalisa haamini kama mtoto wake amerudi tena kuwa binadamu wa kawaida. Leo huyu mtoto anacheza na familia yake Sebastian pamoja na ndugu zake, lakini baba huku yeye ndo tayari ameshakuwa shetani, amishiwa ule ushenzi. Na hapa anatafsiri baba yake anachokiongea, na kwenye zile ishara za kugongeana kama ilivyokuwa kawaida, basi wanaendelea kugongeana. Anaambia baba hapa, anasema tufanye mpango sasa, tuhamishe ili shetani tulirudishe lilipotoka. Yeye amechoka kukaa humu ndani kama mzimu. Basi zile alama na yale mambo mtoto kidogo akawaeleza, na baba huku alijibu vizuri, wakawa nagongeana na mtoto anamjibu. Wadau wangu wa Tam TV Recap, kama ni mara ya kwanza kujiunga nami hapa, basi usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe, na shusha comment nyingi uniambie ni nini niongeze na nini nipunguze. Mwanamama hapa alipokea simu, na baada ya kupokea simu kutoka kwa Zaki akajua jambo sasa alishawadia. Waende moja kwa moja kule gerezani walipomkamata Kamila. Baada ya kupigwa ile risasi alimaliza kuugulia maumivu yake, na mwisho wa siku aliendelea kutumikia kifungo chake kwa mambo ambayo ameyafanya, kwa sababu ushahidi wake ameweka kwa kanda yake juu ya Keti. Hapa walikuja na hawa leo wamekuja kwa jambo moja tu la kuhamisha uchawi wake kutoa kwa Chali ambaye ni babake na Keti, kurudisha kwa mwenyewe Kamila ambaye ndiye ambaye ameutengeneza. Oya, hakuwa na kitu kibaya wala hakuwa na chaguo baya. Zaki alimwambia sasa ni wakati wako, na mwanae ndiye ambaye anafanya ibada hii. Kwa hiyo uchawi na vurugu leo ndo mwisho wake. Chali anapona na maisha yanaendelea kukaa sawa na familia zinarudi kama awali, na kwa sababu uchawi huu anarudishiwa mwenyewe. Kwa wale ambao wanatamani kufanya matangazo nasi Tam TV, basi wasiliana nasi kupitia namba hizo 0786417308. Hiyo ndio namba yetu ya WhatsApp, na hiyo ndio namba ya kawaida. Niwaombe tu usipige kama huna maongezi maalum ama kazi, piga kwa ajili ya kazi. Tam TV Recap ni kisiwa cha burudani.